Bwana Yesu asifiwe, taifa la mbinguni, jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, namshukuru Mungu sana kwa neema na kibali ambacho amenipa tena kwa tariki ya leo, ili tuweze kukumbushana maneno ya Mungu. Ili tukumbushane maneno ya Mungu. Natamani sana tusome neno la Mungu katika kitabu kile cha Yohana sura yake ya 15 mstari wake ule ambao ni wa 7. Yohana 15 mstari wake wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Narudia neno. Yohana 15 mstari wake wa 7. Neno la Mungu linasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Ninakushukuru Mungu wa majeshi, ninalisante jina lako mtakatifu wa watakatifu. Asante kwa ajili ya neno lako, asante kwa ajili ya sauti yako kwetu. Acha Bwana neno hili likapenye katika maisha yetu. Acha neno hili ikawe sababu ya kufunguliwa kwetu. Acha neno hili ikawe sababu ya kupokea mahitaji yetu. Acha neno hili ikawe sababu ya kupokea majibu ya maombi yetu kutoka kwako. Kwa jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana mwenye nguvu na mamlaka na uweza, Roho wa ishara na miujiza, ambatana na neno hili na watu wako wakapate majibu. Kwa jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amina. Neno la Mungu linasema kuwa kwamba mimi na wewe tukae ndani ya Yesu na maneno ya Yesu yakae ndani yetu, tuombe lolote nasi tutapewa. Mimi na wewe tukae ndani ya Yesu na maneno ya Yesu yakae ndani mwetu, tuombe lolote nasi tutatendewa. Mambo mawili ya kujifunza, mambo mawili ya kutafakari, mambo mawili ya kufikiri, mambo mawili ya kudadisi, mambo mawili ya kujiuliza. Kukaa ndani ya Yesu na neno la Yesu kukaa ndani mwetu, kisha tuombe lolote nasi tutapewa. Mpendwa, umeomba sana, umefunga sana, umepeleka mahitaji mahali pote sana, umealika watu wa kuombee sana, umelia sana, umelalamika sana, umelaumu sana. Lakini najua sasa leo utakuwa na kile ambacho utakachojifunza. Utakuwa na kile ambacho sasa utakachokianzisha upya ili uweze kupokea majibu ya mahitaji yako. Jambo la kwanza, neno linasema ni kukaa ndani ya Yesu. Jambo la pili, maneno ya Yesu yakae ndani mwetu. Hii ndiyo siri ya maombi yetu kujibiliwa. Hii ndiyo siri ya mahitaji yetu kupata majibu. Hii ndiyo siri ya maswali yote tulionayo kuweza kupata majibu. Hii ndiyo siri ya matatizo yetu kupata ufumbuzi. Kukaa ndani ya Yesu na neno la Yesu kukaa ndani yetu, tuombe lolote nasi tutapewa. Sio neno langu, ni neno la Yesu. Siye mimi nimesema, ni Yesu amesema. Sio Yohana, sio Yakobo, sio Musa. Huyu ambaye anasema haya maneno ni Yesu mwenyewe kwa kinywa chake, akisema na makutano, akisema na wanafunzi wake. Anaambia watu kuwa kwamba siri ya kujibiwa, siri ya kupata mafanikio, siri ya kuona utukufu wa Bwana, siri ya kuona majibu ya mahitaji yako ni kukaa ndani ya Yesu na maneno yake yakae ndani mwetu. Ni hapo tutaweza kujibiwa. Mpendwa, wakati mwingine tunafika kumlaumu Mungu bure, lakini kumbe sisi ndio watu ambao hatuko tunafuata zile taratibu ambazo Yesu anazotaka tuzifuate. Wapendwa, hakuna kitu ambacho kimekosa kanuni.
Kila mahali utakako kwenda, kila kitu utakachokipata katika maisha yako kinahitaji kanuni, kinahitaji sheria, kinahitaji kutekeleza yale matakwa ili uweze kukifikia kile kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi anza kwenda kutumika kazi na bado hujaajiriwa. Ni jambo lisilowezekana. Kwanza unapeleka CV yako. Pili unakubaliwa. Tatu unaambiwa siku ya kuja kuanza kazi. Ndio unaanza kutumika kazi. Huo ni mchakato, huo ni utaratibu wa kupata kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Uwezi ukazaa mtoto haujajamiliana na mwanaume, labda akuwe ni Yesu. Hauwezi ukazaa mtoto mimba haijatungwa. Uwezi ukazaa mtoto mimba haijaeneza ule wakati wa mtoto kuzaliwa. Ni jambo lisilowezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama atazaliwa, ndo wale tunaowaita wale wa miezi misaba, ambaye anakuwa ni premature au permatire au kabichi kwa Kiswahili kingine. Hauwezi ukavuna kabla hujapanda, na hauwezi ukapanda kabla haujalima pale ambapo utakapopanda. Hizo ni taratibu za kupanda, hizo ni taratibu za kuzaa, hizo ni taratibu za kazi. Hauwezi ukaenda kutereka kitu sokoni haujawa na mtaji. Hauwezi ukaenda ukatereka kitu sokoni, mpendwa, na hujanunua kile kitu, na hujalima kile kitu, na hujatafuta kile kitu utakacho kwenda kukitereka. Ni jambo lisilowezekana. Hivyo ndivyo pia ilivyo kwa Mungu. Watu wengi sana tunakimbizana na mafuta ya upako, tunakimbizana na maji ya upako, tunakimbizana na chumvi za upako, tunakimbizana na vitambaa vya upako, tunakimbizana na picha za watumishi. Lakini mpendwa, ninataka nikuambie kwamba hii ndiyo siri ya kwanza ya kutaka kuona utukufu wa Bwana, kutaka kuona Bwana akitenda katika maisha yako, kutaka kuona Mungu afanye jambo lolote katika maisha yako. Kubali kukaa ndani ya Yesu. Mpendwa, sisi na Yesu ni kama kuku na yai. Hakuna kuku bila yai na hakuna yai bila kuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kuku bila yai na hakuna yai bila kuku. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawasawa unataka kwenda kutafuta samaki nchi kavu. Ni jambo lisilowezekana. Ina maana tayari ameshavuliwa huyo, ndiye maana amekutwa kwenye nchi kavu. Lakini kama ni samaki, mahali pake ni majini. Lazima uende majini, ni hapo utakapompata samaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unataka majibu? Kaa ndani ya Yesu. Kaa ndani ya Yesu. Unataka majibu? Kaa ndani ya Yesu. Unataka majibu? Maneno ya Yesu yakae ndani mwako. Yawe maneno ya Yesu. Yesu anataka nini kwako? Yesu amesema nini kwa ajili yako? Yesu amesema nini kwa ajili ya tatizo lako? Neno la Mungu linasema nini kulingana na tatizo lako? Hilo neno la Kristo liwe ndani mwako, ili utakapoenda kuomba, kwa sababu uko ndani ya Yesu, na utakapoenda kuomba utaenda na lile neno la Yesu ambalo linasema kuhusu tatizo lako. Hilo ndilo neno utakaloenda nalo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unakaa ndani ya Yesu. Yesu anakaa ndani mwako, na maneno yake sasa yanakuwa ndani mwako. Omba sasa. Anasema chochote atakupa. Hajaweka mipaka hapa. Hakuweka mipaka, lakini ameweka wazi. Anasema kwamba omba chochote utakachokiomba, kama uko ndani yake na yeye yuko ndani yako, kama kuku na yai. Maana kuku ndiyo yai na yai ndiye kuku. Mpendwa, samaki na maji. Bwana Yesu asifiwe. Maji ni samaki na samaki ni maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tuombe lolote, hata lile ambalo wanadamu wamesema liwezekani. Anasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna lililo ngumu kwake asiloliweza. Anasema litawezekana na atalifanya, kwa sababu umekaa ndani yake na yeye yuko ndani mwako na maneno yake yamejaa ndani mwako. Uombe lolote atakupa. Hiyo ni jambo la kwanza. Siri ya maombi yanayoweza kupata kujibiwa. Hiyo ni siri ya kwanza. Kubali kukaa ndani ya Yesu. Kubali Yesu akae ndani mwako.
Wewe ukiwa ndani ya Yesu utakubali kila kitu ambacho Yesu amesema. Yesu atakuwa kiongozi wa maisha yako. Yesu atakuwa dereva wa maisha yako. Yesu atakuwa mwalimu wa maisha yako. Kila anachokitaka Yesu kwako utakitekeleza na kukisikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu akiwa ndani mwako atakutawala. Na wewe ukiwa ndani ya Yesu, ni Yesu ndiye anayekutumikisha, ndiye anayekuongoza, ndiye anayekutawala. Yeye ndiye unayemsikiliza. Na neno lake likiwa ndani mwako, hilo neno ndilo unalolifuata na ndilo unaloishi nalo. Hauna maneno ya watu ya kusikiliza. Hauna maneno ya watu ambayo yamejaa moyo wako, lakini kinachojaa moyo wako ni neno la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni siri ya kwanza wapendwa. Nataka nikuambie kwamba siri ya kujibiwa mahitaji yako mpendwa sio kuhangaika kwa mitume na manabii. Sio kuhangaika kwa waombaji. Sio kuhangaika kwa watu, sio kukimbizana na waganga na wafumu, lakini siri iliyo kuu ni kukaa ndani ya Yesu. Yesu kukaa ndani yako na maneno yake yakae ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya maombi ambayo hayawezi kushindwa kujibiwa, maombi yanayokuwa na matokeo, siri yake ni kukaa ndani ya Yesu na Yesu kukaa ndani mwako na neno lake likae ndani mwako. Hapo ndipo tutapata majibu ya maombi yetu. Kama sivyo, tutaliwa pesa sana, tutanyweshwa maji sana, tutanyweshwa kila vitu vinavyoonekana kuwa kwamba ni vya upako, na majibu hatutayapata. Kwa sababu gani? Hatutaki kufata kanuni za kupata majibu. Tunaenda nje ya kanuni, hatuwezi tukapata. Jambo la pili la kuzingatia. Mawazo yako, unawaza nini ndani mwako? Mawazo yako ni yapi? Ndani mwako unawaza nini? Mawazo yako ni yapi? Neno la Mungu katika kitabu kile cha Zaburi ya 66 na mstari wake wa 18. Daudi akasema kwamba natamani sana nisome na wewe hili neno. Usiseme nilikuwa ninasema, niko na Biblia yangu iko hapa. Zaburi 68 mstari wake wa 18. Tusikie anataka kutuambia nini hapa Daudi. Daudi anatuambia hivi: kama ningiliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Kama ningewaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. 19 inasema hivi: hakika Mungu amesikia, ameisikiliza sauti ya maombi yangu. Unasikia? Kama angeliwaza maovu moyoni mwake, Bwana asingeliweza kujibu. Bwana asingeliweza kujibu maombi yake. Bwana asingeliweza kusikiliza. Lakini kwa sababu ndani ya moyo wake hakukuwa wazo lolote baya, anasema hakika Bwana amesikia, Bwana amesikiliza, Bwana amejibu maombi yake. Mpendwa, siri ya pili, kuwa na mawazo yaliyo safi. Moyo wako umejaa tu mawazo mabaya. Ndani ya moyo wako pamejaa kuzini, pamejaa kuua, pamejaa kuiba, pamejaa kusharatika, kulevya, kiburi. Ndani ya moyo wako pamejaa kudharau wengine, kusengenya wengine. Ndani ya moyo wako pamejaa tu ni mawazo, unawawazia wengine mabaya tu. Unawawazia wengine mabaya tu. Mwenzako anapofanikiwa, wewe kwako ni vibaya. Mawazo yako ni mabaya kwa ajili yake. Unamtakia mabaya tu, unamtakia uharibifu tu, hautakii wengine mema. Moyo wako umejawa na mawazo mabaya. Mpendwa, mawazo yako ni kipingamizi cha wewe kutokuona mkono wa Bwana katika maisha yako. Mawazo yako yaliyoharibika, mawazo yangu yaliyoharibika, ni sababu kubwa au ni mlima mkubwa uwezao kumfanya Mungu asiweze kujibu. Kwa sababu gani? Tunawawazia wengine mabaya.
mabaya, tunawatakia wengine mabaya. Mioyoni mwetu pamejawa tuna mabaya, 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 mabaya. Tunawaza mabaya, hatuna muda wa kutafakari Mungu. Hatuna muda wa kutafakari yaliyo mema mbele za Bwana. Hatuna muda ya kuwatakia wengine mazuri. Hatuna muda wa kuwakiria wengine mazuri. Tunawatakia wenzetu wakutwe na mabaya, wafe, wagonjwe, ndoa zivunjike, wawe watu ambao watapata matatizo tu. Wenzetu wanapokuwa na matatizo, sisi kwetu ni sherehe, tunafurahia. No, Bwana hawezi akatufanyia katika hiyo hali. Bwana hawezi akatujibu katika hiyo hali. Bwana hawezi akatujibu. Mawazo yako ni mawazo yapi? Badilisha mawazo yako. Badilisha mawazo unayoyawaza. Mawazo yako yameharibika tu. Mawazo yako ni machafu mbele za Bwana. Bwana anapoweza kuangalia mawazo yako, anaona tu ni maovu ndio yamejaa humo. Ameona ni uharibifu tu ndio umeufungamanisha humo. Ameona ni upotovu tu ndio umekutawala. Hisia mbaya ndizo zimekujaa. Hauwataki wengine mema, hauwataki wengine mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasema, ningiliwaza mabaya moyoni mwangu. Umefunga nini ndani ya moyo wako? Umeficha nini ndani ya moyo wako? Ndani ya moyo wako kuna mawazo gani? Ya uharibifu tu. Yule ndo amepata, mimi nimekosa. Afadhali hata angilikufa. Afadhali tu kwanza na yangi likosa tu, sote tuwe sawa sawa, sote tuwe sare sare, sote tukose tuwe pamoja. Waza mazuri. Unataka Mungu akujibu, unataka Mungu akutendee. Kuwa na mawazo mazuri. Safisha mawazo yako. Ambia damu ya Yesu ikutakase. Ambia damu ya Yesu iondoa hayo mawazo mabaya yaliyo ndani mwako. Mawazo mabaya ni silaha ya shetani anayoitumia kwa ajili ya kutuangamiza. Mawazo mabaya ambayo yamejaa ndani ya mioyo yetu ni silaha tosha ambayo adui anayoitumia kwa ajili ya kutuangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya mawazo yaliyomo ndani ya moyo wa mtu, mawazo yanaua, mawazo yanaumba, mawazo yanaharibu. Mawazo mabaya yaliyomo ndani ya moyo wa mtu. Hauwezi ukafanya jambo lolote katika maisha haya ya mwili kabla hujawaza ndani ya moyo wako. Kila kitu ambacho mwanadamu anachokifanya, wazo linaanzia ndani. Unawaza nini? Ndani ya moyo wako unawaza nini? Unapanga nini? Wazo ndilo linalokujia, kisha unaanza kupanga na matokeo yanakuja kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Safisha mawazo yako. Huyo ni agenti wa shetani. Ambia Bwana, damu ya Yesu itakase. Damu ya Yesu isafishe mawazo ya moyo wako. Damu ya Yesu ikutakase, ikuoshe. Damu ya Yesu ikusafishe, kutakase. Moto wa Roho Mtakatifu uchome yote mawazo mabaya yaliyojaa moyo wako. Hayo mawazo ya kuwa yaliyojaa ndani ya moyo wako, damu ya Yesu itakase, moto wa Roho Mtakatifu uchome na kuunguza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, tafuta mawazo mazuri ndani mwako. Kuwa na mawazo mazuri. Waza vizuri. Wazia wengine mazuri. Takia wengine mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni siri ya pili. Kuwa na mawazo mazuri. Siri ya tatu. Siri ya tatu ni kuondoa uovu. Unafanya uovu sana. Watu wengi wanafanya madhambi na makila uchafu ya kila aina. Kisha huku wakingoja Bwana wajibu. Kisha huku wakimlilia Bwana kwa machozi wakisema kwamba Bwana utujibu. Wapendwa, katika maisha yangu mimi ya kabla sijaokoka, kuna experience ambayo niliweza kuipata. Kweli, wapendwa, mimi tangu zamani Mungu alinipenda sana. Pamoja nilikuwa tu sijajielewa na sijajitambua. Lakini kwa sasa nikiangalia uoga nasema Mungu alinitafuta tangu zamani. Lakini nilikuwa tu sijielewa. Wapendwa, wakati wowote ambapo mimi nilikuwa ninafanya jambo lolote ambalo ni baya, wapendwa, kama sijasema kwa kinywa changu Mungu nisamehe kwa hili nililolifanya, wapendwa, hali yangu ilikuwa mbaya. Maisha yangu yalikuwa mabaya. Nilikuwa ninaona vitu vibaya vibaya vilikuwa vikitokea katika maisha yangu. Lakini wakati ninapochukua nafasi ya kuambia Mungu nimekosa, Mungu nisamehe, Baba, hiki nilichokifanya sicho kizuri, wapendwa, nilikuwa ninaona mambo yanaenda vizuri. Nilikuwa ninaona mambo yanafunguka. Na bado nilikuwa sijawa na imani. Lakini tu ndani yangu mlikuwa mkifanyika vitu kama hivyo, vinakuja vinanifundisha kile ambacho ninachotakiwa kupaswa kukifanya kwa ajili ya Bwana. Wapendwa, ilikuwa ikifika wakati
Wakati naweza nikachukua kitu cha mtu kama kuiba, niseme ni kuiba, maana unapochukua kitu cha mtu, mtu hajakupa na hujamuomba, ni kama ni wizi. Wapendwa, naweza nikachukua, nilikuwa nikifanya kwamba nikichukua kitu chako, wapendwa, nisipokuomba kile nilichokichukua, vitu vyangu vingi vitapotea, vya kwangu vingi vitapotea. Oh Yesu, ninakupenda Papa. Vitu vyangu vingi vilikuwa vinapotea, nilikuwa ninapoteza vitu vingi sana, kuzidi hata thamani ya kile kitu ambacho nilichoweza kukichukua. Lakini nakuja namwambia Bwana, unisamehe kwa hiki ambacho nimekifanya, kwa hiki ambacho nimekichukua. Ona ninavyopoteza, ona sasa vitu vyangu vinavyopotea potea ovyo. Baadaye nilikuja kujua kwamba Mungu yuko nataka kunifundisha kitu. Mungu yuko nataka kuniambia haya sio maisha yangu, hii sio sehemu yangu, hivi ninavyovichukua nitaendelea kuteseka tu bure. Nitachukua kidogo, lakini vya kwangu vingi vitapotea, vya kwangu vingi nitavikosa kwa ajili ya kitu kimoja. Nilikuja kutambua hicho, nikaona Mungu yuko nataka kuniambia hii tabia sio fungo langu, ni lazima niachane nayo. Ondoa uovu mpendwa. Mateso mengine unakumbana nayo, mateso mengine unayaishi, maisha mengine unayoishi leo sio maisha yako. Ni kwa sababu gani? Umekalia uovu. Ni kwa sababu gani? Uovu kimekuwa kiti chako ambacho umekikalia. Umejivika uovu, kila uovu umeuvaa. Unalala ndani ya uovu, unaamka ndani ya uovu, unakula uovu. No, kweli tunaishi duniani, lakini hatutavaa dhambi zote. Kweli tunaishi duniani, lazima vingine tuseme no, ili silo fungo langu, ninalipinga, ninalikataa. Lazima tuseme kwamba shetani, no, hapana, hiki mimi sikitaki na kitanitawala katika maisha yangu. Ulevi ni wa kwako, uzinzi ni wa kwako, uasharati ni wa kwako, masengenyo ni ya kwako, kuzurumu ni kwako, wizi ina maana kila kitu umekivaa. No, ondoa uovu mpendwa, ondoa uovu. Acha kukalia uovu. Uovu kisiwe kiti chako, uovu lisiwe fungo lako, uovu yasiwe ndiyo maisha yako. Unataka kuharibu vitu, unataka kuharibu watu, unataka kuharibu vitu vya watu wengine. No, hilo silo fungo lako. Unavunja ndoa za watu, unavunja ndoa za watu kila siku. Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Ayubu, katika kitabu cha Ayubu sura yake ya 11 mstari wake ule wa 14 na ule wake wa 15. Ayubu 11:14 kwa 15. Tusome neno la Mungu hapa. Ayubu anataka kutuambia nini? 11:14 kwa 15. Neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi: ikiwa una uovu mkononi mwako, uweke mbali, nawe wala usikubali upuuzi kukaa hemani kwako. Hakika ndipo utakapopata kuinua uso pasipo ila, na utadhibitika wala hutakuwa na hofu. Unaona, lazima tuondoe uovu. Lazima mkononi mwetu pasipatikane na uovu. Unataka Mungu akujibu, unataka udhibitike, unataka uone mkono wa Bwana, unataka uone Bwana akitenda, unataka uone Bwana akikufungua, unataka uone Bwana akikubariki, unataka uone Bwana akikuponya, unataka ukiona Bwana akikuinua, unataka uone Bwana akikutoa mahali ulipo. Ondoa uovu mkononi mwako. Katika mkono wako kuna uovu mwingi sana. Una uovu mwingi mkononi mwako. Ondoa ili Bwana akudhibitishe. Ondoa ili uwe thabiti. Ondoa ili uone utukufu wa Bwana. Ondoa uovu ulioko ndani mwako ili uone Bwana akikutendea, ili uone Bwana akikujibu. Anasema yeye mwenyewe katika kitabu kile cha Isaya. Bwana anasema kwamba sikio lake si nzito au mkono wake si mfupi asitubariki, lakini kinachotufarakanisha naye na kututenga na yeye, kinachotufanya asitujibu na asitutendee, kinachomfanya Mungu akae kimya kama aoni jinsi tunavyolia, ni kwa sababu ya uovu wetu na dhambi zetu. Zinatufarakanisha naye, zimemuweka kuwa mbali na sisi, zinamfanya asitusikilize, zinamfanya afunge masikio yake, zinafanya afupishe mkono wake asituguse. Ni kama hatuoni kabisa, ametuacha hata macho yake amefumba. Kwa sababu gani?
tunaishi maisha ya dhambi. Anapotuona anatuona kama takataka, anatuona kama mavi. Oh, Yesu Kristo wa Nazareti anatuona kama mavi, anatuona kama matope. Wapendwa, tunaonekana kama mapubele mbele za Mungu, tunaonekana kama magarbage mbele za Mungu, tunaonekana kama takataka mbele za Mungu, tunaonekana kama choo mbele za Mungu. Nani ambaye anaweza kwenda kukulia chooni? Nani ambaye anaweza akakaa chooni? Nani ambaye anaweza akafurahia kuishi ndani ya choo? Wapendwa, tunapokuwa na dhambi, Bwana anatuona kama choo. Tena ni kama choo lile la kienyeji kabisa. Angalau hata choo hili la kizungu linafyajiliwa, linaoshwa, linasafishwa, limepambwa, lakini choo la kienyeji liko ni kinyaa tu, ni uchafu. Hivyo ndivyo Bwana anavyotuona tunapokuwa watenda dhambi. Tunapokalia kiti cha uovu, Bwana anatuona kama takataka, Bwana anatuona kama jalala, Bwana anatuona kama pubele, Bwana anatuona kama mavi, Bwana anatuona kama matope. Bwana aweze akatujibu. Tuondoe uovu ili Bwana atudhibitishe. Tuondoe uovu ili Bwana atende ishara na miujiza katika maisha yetu. Tuondoe uovu ili Bwana afungue milango yetu ya baraka. Tuondoe uovu ili Bwana atutendee, ili Bwana atujibu, ili Bwana atubariki, ili Bwana atuinue, ili Bwana atutendee ishara na miujiza. Kuna sharti la kuondoa uovu katika maisha yetu. Ondoa uovu mama, ondoa uovu kaka. Acha kudanganywa na manabii wa uongo. Acha kudanganywa, acha kuhangaika, acha kuliwa pesa zako bure. Kuna kanuni ya kuzingatia ili uone utukufu wa Bwana. Kuna sheria ya kutekeleza ili uone Bwana akikutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipate kubarikiwa. Wapendwa, hakuna kitu kinachokosa kanuni, hakuna nchi inayokosa sheria, hakuna kufikiria kitu kabla haujatekeleza mwanzo wake wa kila kitu. Unatakiwa ufanye nini ili uweze kukifikia kile ambacho unatakiwa kukifikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ondoa uovu. Ondoa uovu binti. Unataka upate ndoa, unataka upate mume mzuri, unataka upate mchumba, unataka upate kazi, unataka hiyo elimu, elimu yako iwe salama, unataka upate mtu ambaye atakayeweza kukusaidia. Ondoa uovu kisha uende mbele za Mungu. Ondoa uovu na Bwana atakudhibitisha. Ondoa uovu na Bwana atakutendea. Ondoa uovu na utauona utukufu wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni pointi ya 3. Ondoa uovu. Ya kwanza tumesema ni kukaa ndani ya Yesu na Yesu kukaa ndani mwetu. Ya pili tumesema mawazo mabaya. Ya 3 tumesema kuondoa uovu. Ya 4, jambo la nne ni kuwa na utakatifu. Jambo la 4, jitahidi kuishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu ni maisha ya usafi, kukimbia dhambi, kutaka kumpendeza yeye aliyekuumba, kutaka kufanya sawasawa na mapenzi ya yeye aliyekuumba. Kuwa msafi kama jinsi tunavooga kila siku, kama jinsi tunavyofua mavazi yetu kila siku, kama jinsi tunavyochubua ngozi zetu ili tuonekane kuwa weupe. Tuchubue pia roho zetu zitakate. Maisha yetu yao ya utakatifu, maisha yetu yao ya kumpendeza Mungu, maisha yetu yaonekane kuwa masafi. Tuoge katika roho zetu, tuoge katika miili yetu, tuogeshe nafsi zetu pia ziogeshwe. Acha damu ya Yesu ikuoshe, acha damu ya Yesu inioshe. Damu ya Yesu peke yake ndiyo iliyomwagika, iwezayo kututakasa na kutuosha, iwezayo kutukamilisha mbele za Bwana, iwezayo kutufanya kuwa watakatifu, iwezayo kutufanya kuwa weupe, iwezayo kutungarisha na tusiwe na madoa madogo. Yeye mwenyewe anasema katika kitabu kile cha Isaya kwamba dhambi zetu zijapokuwa nyekundu kama damu, atazifanya kuwa nyeupe kama theluji. Anatuita njoni kwangu tusemezane. Njoni kwangu tusemezane. Yesu anapenda tukiri mbele zake. Yesu anapenda tuseme yote tuliyoyafanya mbele zake. Yesu anapenda tutubu, tuungame, tuachane na zile tabia zetu chafu, tuachane na yale matendo maovu, tuachane na zile njia zetu mbaya, tabia zetu zote ambazo ni mbaya, tuachane nazo nasi tukamsikilize yeye na kuishi kadiri na anavyotaka. Anatuita twende tutubu, anatuita twende tusemezane naye, anatuita twende tuombe rehema mbele zake, anatuita twende tumwambie ni kitu gani ambacho kimetushinda katika mwili, ni kitu gani ambacho tunakiona kinatutawala, kinachotufunga na kutufarakanisha naye, kinachotuchafua kila siku. Ni kitu gani? Niyo uzinzi ndio na kuchafua kila siku?
Yesu ana uwezo wa kukubadilisha na kutoa hiyo roho ya uzinzi ambayo inakusumbua ndani mwako. Ni roho ya ulevi ndiyo inayokufunga, ndiyo inayokuchafua kila siku na kukufanya kuwa mchafu mbele za Mungu. Mpendwa, Yesu ana uwezo, damu yake inaweza kukuosha na kukutoa katika hiyo tabia ambayo ni ya ulevi, ya uzinzi, ya uasharati, ya wizi, ya masengenyo, ya chuki, ya fitina, ya kiburi, ya dharau. Damu ya Yesu yaweza kukuosha. Ni wewe kukiri na kuialika damu ya Yesu ili kutakase, kukamilishe, ili kusafishe, ili kuoshe. Yenyewe ni sabuni tosha. Kama wapendwa, tunanunua sabuni za kuweza kutoa madoa, kama tunanunua maji yale ya kufua nazo nguo zile nyeupe ili doa zote zitoke, wapendwa, damu ya Yesu ni zaidi ya hiyo sabuni. Yaweza kuondoa kila madoa, yaweza kuondoa hata yale madoa yaliyo sugu, zile tabia zilizo sugu kwako, zile zambi zilizo sugu kwako, zile zambi ambazo zimekung'ang'ania kwenye mwili wako, hazitaki kukuachia. Unajitahidi kuziacha katika mwili, lakini ibilisi ni kama anakufunga, lakini ibilisi ni kama anakufunga katika tabia hiyo hiyo, anakufunga na huo ulevi. Unataka uache ulevi, umekudharaulisha, lakini unajitahidi ukitaka kumaliza, unataka kuacha lakini hauwezi. Alika damu ya Yesu. Alika damu ya Yesu ikufungue katika vifungo vyote hivyo. Alika damu ya Yesu ikuoshe. Alika damu ya Yesu kuweke mweupe. Alika damu ya Yesu ibadilisha yote madoa yaliyosugu katika maisha yako. Umefezeka, umezarauliwa, umechekwa kwa ajili ya hiyo tabia, lakini kuacha umeshindwa. Damu ya Yesu iko pale, yaweza kukukamilisha na kuondoa hizo zote tabia zilizosugu katika maisha yako. Tusome neno la Mungu katika kitabu kile cha Methali 15:29. Methali 15:29. 15 Methali 29, neno la Bwana linasema hivi: Bwana yu mbali na wasio haki, bali uisikia sala ya mwenye haki. Unasikia? Ondoa uovu, tafuta utakatifu. Bwana yuko mbali ya watu wasiokuwa na haki, lakini yuko karibu kwa watu ambao wako na haki. Kama uko na haki mbele za Mungu, Bwana yuko karibu kukutendea. Anasema yuko karibu kukutendea, hata sasa yeye yuko karibu atakutendea. Lakini kama una haki, uwezi ukatendewa. Wapendwa, tunajua sisi sote haki ni nini. Haki ya mtu ni kitu ambacho mtu anastahili kukipata. Kumbe kupokea majibu ya mahitaji yako ni haki yako. Lakini utapataje ile haki? Usipozingatia utakatifu, usipozingatia mapenzi ya Mungu kwako, usipozingatia Mungu anataka ufanye nini kwa ajili yake, usipomsikiliza na kutembea katika njia zake, mpendwa, huna haki mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta haki ili Bwana akusikie. Yuko tayari kukusikiliza. Yuko tayari kukusikiliza. Yuko tayari kukujibu. Yuko tayari kukutendea. Ni wewe tu kutafuta haki. Pima maisha yako. Kweli uko na haki mbele za Mungu ya kutendewa hicho ambacho unakwenda kukiomba? Wapendwa, sisi sote tunajua, wengine hapa tuko wazazi. Mtoto ambaye akwaje anakusikiliza, mtoto ambaye ukimwambia hawezi akasikiliza hata kimoja, ukimtuma anakataa, ukimwambia kwanza ndo anakudharau, anakuangalia na kijicho, hawezi hata kusimama, anakuona kama mavi. Kweli huyu mtoto utamtendea kitu gani? Utampa kitu gani? Hata akija mbele zako analia, wewe ndiye binadamu, utamwambia kumbe huyu mtoto hajui jinsi anakuwa ananifanyia, hajuagi kama na mimi huaga ninakwazika vile jinsi anavyonifanyiaga, hajui kuwa kwamba na mimi huaga ninaumia vile jinsi anavyoniangaliaga vile. Nikimtuma aendi, nikimwambia ananiona kama mavi yake, ananiona kama mtoto. Unaanza kukumbuka huyu mtoto, mimi jinsi nilivyohangaika naye, kama ni mama nilivyopata machungu ya huyu mtoto, nilivyoumia wakati wa kumzaa. Kama ni baba, na yeye baba na yeye atasema vya kwake pale. Anasema wewe utalia mpaka utakoma na sitakupa. Huyo ni mzazi wa kibinadamu. Hata Mungu kwetu wakati mwingine anatuangalia, hata kama tunalia, tunagaragara, tunasema Bwana utusaidie, Bwana njoo, Bwana ona tunavyoteseka. Machozi yetu hayapati kibali machoni pa Bwana. Bwana ni kama amefunika uso wake. Bwana ni kama ameziba masikio asitusikilize. Kwa sababu gani? Tumeonekana kuwa watoto wagaidi mbele zake. Tumeonekana kuwa watoto tusiokuwa watifu na wasikilivu mbele zake. Tunaonekana kuwa watoto ambao tunaopinga yote anayotuambia. Ameamua kutuacha sasa. Ameamua kutuacha. Ameamua kusema kwamba basi
fanyeni mnavyotaka, na mimi yale mnayoyahitaji kutoka kwangu sitawapa. Muishi maisha yenu na mimi nitaishi maisha yangu. Mungu anatuacha. Mungu akituacha jamani, tutakuwa watu wa nani? Tutakuwa wageni wa nani? Tutaenda kwa nani? Tutafanya nini? Hatuwezi. Mungu akituacha tutafanya nini? Hiyo ni pointi yetu ya 4. Tafuta utakatifu. Tafuta utakatifu. Tafuta utakatifu. Mungu ni mtakatifu na wote wanaomwendea lazima wawe watakatifu. Usifikiri kwamba utakimbilia kwa wafumu, utakimbilia kwa manabii na mitume kana kwamba watakupa msaada. Mpendwa, nabii na yeye ana matatizo yake chungu nzima yanayomsumbua. Nabii na yeye anazo shida zake ambazo ana machozi yake na yeye anayoyalia usiku. Na yeye kuna mahali analia hapo. Na yeye kuna mahali anatoa machozi. Mchungaji na yeye ni hivyo hivyo, ni mwanadamu kama wewe, na yeye ana ya kwake hapo ambayo yanamkabili. Lakini sisi sote tunakimbilia kwa nani? Tunakimbilia kwa Mungu. Kumbe tutafute ushirika na Mungu. Tutafute mahusiano yetu mazuri na Mungu. Tutafute ushirika wetu na Mungu, maana huko ndiko kuliko majibu ya kila mwanadamu. Kila mwenye mwili majibu yake yanatoka huko. Na kwa mchungaji ambako unaweza ukakimbilia, na kwa nabii ambako unaweza ukakimbilia, na hayo maji ambayo unakimbilia kwamba nikienda nikichukua maji ndo yataweza kunisaidia, bado unajidanganya. Mtu mmoja tuko naye huku Ulaya, mtoto wake akaugua. Akasema nitafanya nini? Akaenda akachukuana na maji Kenya kule kwa mtumishi wa Mungu Ezekieli, kama ni Ezekieli. Akaagiza maji kule, akaposti maji huku Ulaya, maji yakaja. Lakini yale maji yalifanya nini? Mtoto alikufa, hayakumponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maji hayatazuia kifo, maji hayataleta uponyaji. Anayeleta uponyaji ni Baba wa uponyaji, ambaye ndiye Kristo Yesu, miliki wa mili na roho. Yeye ndiye awezaye kuleta uponyaji. Yeye ndiye awezaye kusema ndio na ikawepo. Yeye ndiye awezaye kusema hapana na sikuwepo mtu atakayesema ndio. Yeye akipinga hakuna awezaye kukubali. Yeye akikataa hakuna awezaye kusema mimi ninakubali. Hayupo hata moja. Na yeye akisema litakuwa, hakuna awezaye kusema halitakuwa. Huyo ndiye tufanye naye ushirika wa kwanza. Huyo ndiye tumtafute. Hawa wengine tu ni watu ambao wanaotuelekeza tu njia. Kama jinsi mimi ninavyopaza sauti hapa, ninakuja tu kukuelekeza unatakiwa ufanye nini. Lakini majibu, lakini mwenye kazi, lakini anayetenda, lakini awezaye kuleta majibu sio mimi, au sio huu mdomo wangu, lakini anayeleta majibu kwako ni yeye huyu tunayemtangaza, tunayemsema. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tafuta utakatifu. Tutafute utakatifu. Utakatifu tunautafuta wa mwili, mili yetu iwe mitakatifu. Mili yetu ionekane imeokoka. Mili yetu ionekane inamtii Kristo. Mili yetu ionekane kwamba inamtangaza Kristo ndiye Bwana. Mioyo yetu pia, roho zetu zimtangaze Kristo, zionekane ni takatifu, zimempendeza, hazijabeba watu, hazijabeba maovu. Hakuna siri tunayoificha huko ndani ya moyo. Mioyo yetu ni meupe. Hakuna kitu tunachokikalia, hakuna kitu tulichokiweka, hakuna kitu ambacho tumekihifadhi huko. Mioyo yetu ni meupe, hatujabeba watu, hatujabeba vitu huko, kote kumetakata. Na nafsi zetu ambako huko ndiko kunakaa hisia na kila kitu na mawazo, vyote vinakaa huko na maamuzi, na penyewe pawe peupe. Pawe peupe, atufikiri mabaya, atutaki wengine mabaya, vyote vimetakata, vimeoshwa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikuoshe, damu ya Yesu ikutakase. Kila tabia zinazokushinda, kila hali inayosababisha wewe kujichafua na kukosa utakatifu na kukosa usafi wa maisha yako, mpendwa, ninakuombea damu ya Yesu ikutakase, damu ya Yesu ikuoshe, damu ya Yesu ikufanye kuwa mweupe na kukamilika ndani ya Yesu, ili ukauone utukufu wake katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tano linapatikana. Najua nimeshalisema. Jambo la tano ni kujiosha mwili na roho
Ndo kile ambacho nimesema, ndilo jambo la 5, kuwa msafi wa mwili wako. Mwili wako usiwe sehemu ya shetani kucheza. Mwili wako usiwe mahali pa shetani kukaa kiti chake. Sio mwili ambapo shetani amepata nafasi ya kutawala na kuchezea. Mwili wako usiwe shule ya ibilisi. Mwili wako uwe msafi. Mwili wako utakate. Mwili wako uoshwe. Mwili wako uwe mtakatifu. Mwili wako na roho yako viwe vyeupe, vioshwe, vitakaswe. Isaya sura yake ya 1 mstari wake ule wa 15 na ule wake wa 16. Isaya sura ya 1 15 na 16. Neno la Mungu linasema, nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Unaona, tunapokunjua mikono yetu kuweka juu, anasema atavicha uso wake ili tusimuone. Mungu atusaidie sana. Inaendelea kusema, naam, muombapo maombi mengi sitasikia. Aseme tunapokunjua mikono yetu ataficha uso wake na hatasikia. Tunapoweza kuomba maombi mengi, aseme hata tukianza kuomba kuanza asubuhi mpaka usiku, anasema hatasikia. Kwa sababu gani? Tuko wachafu, miili yetu imechafuka, roho zetu zimechafuka, tuko wasafi mbele zake. Anasema hatasikia. Anasema hatasikia hata tukipandisha mikono yetu hivi, hata tukikunjua hivi. Anasema yeye macho yake atavicha hivi, hataona, atavicha. Anasema hata tukianza kuomba asubuhi mpaka jioni, hata tukifunga maombi ya siku 40, anasema hatasikia. Watu wengi wanaingia kwa maombi lakini wanashindwa kwanza kutubu dhambi. Wanashindwa kwanza kutafuta utakatifu. Wanashindwa kwanza kujisafisha na kujiosha. Wanashindwa kutafuta usafi wa maisha yao. Utaenda kuwa katika hali ya mfungo bure, unajitesa na njaa. Unajitesa na njaa, hapo unaenda kutafuta tu kufanya regime ugonde, lakini mbingu hazikukuona na hazikuhesabu chochote ulichokifanya. Utakonda bure, utaenda kupunguza vilo vyako. Unaenda kupunguza vilo, lakini mbingu hazikuoni na mbingu hazikujui. Wapendwa, anasema kwamba tutakapoweza kuomba maombi mengi hata sikii. Mikono yenu imejawa na damu. Mikono yetu imejawa na damu. Wengine tumeua, lakini hatujataka kutafuta msamaha na toba ya kweli kwa Mungu ili tuoshwe na tutakaswe. Lakini tunaenda tu, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Wengine mikono inazini, inapapasa wanawake wa watu, inapapasa wanaume wa watu, uko na papasa fasi zote. Lakini unaenda tu kwa Mungu tu, Mungu nisaidie, Mungu angalia. Hata sikia, anasema kwa sababu mikono yetu imechafuka, mikono yetu imejawa na damu. Jambo ambalo mstari wake ule wa 16 unasema hivi: jiosheni, jitakaseni, ondoweni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu, acheni kutenda mabaya. Anasema tujioshe, tujitakase, tuondoe uovu wa matendo yetu mabaya mbele zake. Tuondoe uovu wetu mbele zake. Uovu wetu uondoke mbele zetu, matendo yetu mabaya. Tabia zako chafu, tabia zangu chafu, hali zangu chafu, dhambi zangu mabaya yote ninayoyafanya, yote yaondoshwe kwetu. Ni hapo sasa atakuja na kutusikiliza. Mungu atusaidie sana. Wapendwa, mambo ya Mungu yanahitaji kanuni. Mambo ya Mungu yanahitaji kanuni. Mambo ya Mungu yanahitaji kanuni zake. Sio tunaenda tu. Sio tunadanganywa tu. Wengine tumeliwa pesa. Magonjwa yenyewe yametutesa, umaskini umetutesa, lakini tena tunapoenda huko kwa manabii, kwa wachungaji, kwa waombeji, kwa waombeaji, tena wanatuomba pesa. Wengine wameuza mpaka vitu vya ndani mwao huku, kwamba wakisema ngoja basi nende nipeleke kwa ule nabii aliomba sadaka, nikapeleke kwa ule nabii anahitaji nifanye hiki, amesema nitowe hiki. Unahangaika na magonjwa, unakosa hata chakula. Hiyo kama ni $100, kama ni shingapi ambazo uko nazo, ambazo ulikuwa na baki nazo zingilikusaidia, tena na zenyewe nabii anaenda anazichukua tena anazila. Unaendelea kumshibisha, unaendelea kumtajirisha, unaendelea kumfanya yeye anawili, wewe uendelee kuteseka. Unateseka na uchumi, unateseka na magonjwa ambayo yanakutesa.
Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Ni wachache sana ambao wanakuwa na huruma siku ya leo. Hata hao wanaojitangaza kuwa kwamba ni watumishi wa Mungu, hawana tena huruma ndani mwao. Hata kuona aseme kwamba wewe ni mgonjwa, unateseka, uwezi ukapata hela, lakini atakwambia nenda ulete sadaka. Hasa hiyo sadaka utaileta wapi? Au tafuti huko siku nyingi huko hapo chini. Unauma, unateseka. Wewe mwenyewe umekosa chakula. We mwenyewe kuna kitu ambacho unahitaji ukile, unasikia hamu ya kitu fulani, lakini kwa ajili ya hali ya uchumi na mateso ya mwili hauna huo uwezo, lakini anakulazimisha leta kitu fulani. Unaanza enda unaomba misaada, na utakaposaidiwa zote unazipeleka kwake. Jamani, ni huruma. Ni huruma, tuondoe matendo yetu mabaya mbele za Mungu. Mungu ni mwaminifu, atatusikiliza. Wapendwa, Mungu anatupenda sana. Aliyekuwa tayari kufa kwa ajili yetu kweli, kwa nini atuache katika hiyo hali? Haujawahi kujiuliza kweli, kama huyu Mungu alikuwa tayari kufa kwa ajili yangu, kama huyu Mungu kweli alikuwa tayari kuziacha mbingu, kama huyu Mungu alikuwa tayari kweli kuacha ile heshima ambayo malaika walikuwa wanampa mbinguni? Wapendwa, kama Mungu alikuwa tayari kweli kuja kufa na kuteswa hivyo kiasi hicho, kwa nini aniache katika hizi shida? Kwa nini aniache katika haya mateso? Kwa nini sasa katika hii hali ndo Mungu aonekane kunichukia? Mpendwa, jiulize na ujijibu, uone kwamba kuna mahali ambapo bado haujatekeleza zile kanuni. Bado kuna mahali ambapo kuna kitu ambacho akijakaa sawa kwako. Ndiye maana Mungu amekuacha kama hakuoni. Ndiye maana Mungu ametuacha kama hatupendi, lakini anatupenda, anatujali, anatuthamini sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni pointi ya 5. Hiyo ni siri ya 5. Ukizingatia, naamini Mungu ninayemtangaza atatenda ishara kwa ajili yako. Mungu ninayemtangaza atajibu haja ya moyo wako, atajibu maombi yako ya muda mrefu, tena bila kulipa chochote. Jambo la 6 na la mwisho, mpendwa, linataka kutufundisha kwamba habari ya imani. Kila tunapoomba, mpendwa, tuamini kuwa kwamba tumepokea. Kila tunapoomba tuwe na imani kuwa kwamba yeye tunayemuomba anatusikia. Yeye tunayemuomba anatenda. Yeye tunayemuomba ana uwezo wa kututendea na kutujibu. Neno la Mungu katika kitabu kile ambacho ni kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 24. Marko 11:24. Marko 11:24, neno la Mungu linasema hivi: kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, amini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa ya kwenu. Anasema hivi, kwa kila ambacho tuko tunakiomba, anatuomba imani. Mpendwa, unajua kinacholeta majibu ya maisha yako ni ile imani iliyomo ndani mwako. Watu wengi sana tunaomba, lakini hatuna imani kwa yeye tunayemuomba. Watu wengi tunaomba, lakini kuwa sasa na imani kwa yule mtu tunayemuomba, kuweka imani yetu kwa kile ambacho tumeomba na kwa yule ambaye tumeomba. Tunajikuta wakati mwingine tunakuwa 50%. Inawezekana asilimia zingine 50. Basi njoo hivyo tu, nilishaka omba sana, kama anasikia kama asikiaki, basi ni hivyo, nitafanya. Njoo hivyo tu. Utakuwa uko naomba, lakini huku tena uko na mashaka. Uko nasema hii yangu hitaji kweli Mungu ataijibia? Mbona iko nguvu? Hii yangu hitaji kweli? Sidhani ya kwangu iko nguvu sana. Mpendwa, hakuna jambo lililo ngumu kwa Mungu. Kila jambo linawezekana. Lisilowezekana kwa mwanadamu ni kwa Mungu tu linawezekana. Kile ambacho umeambiwa na umesikia kuwa kwamba hakiwezekani kwa wanadamu, hicho ndicho kinachowezekana kwa Mungu. Kuko mtu moya tu mwenye ashindwaki, ndiye Mungu tunayemtangaza. Ndiye Mungu tunayekwambia uweke imani kwake, naye atatenda. Ni hayo 6 niliyokuletea siku ya leo. Ukizingatia, basi acha Mungu atende makuu katika maisha yako. Tunakushukuru Mungu wa majeshi. Tunasema asante, maana uko mtakatifu. Ninakupa sifa, ninakurudishia utukufu Mungu wangu.
maana umenipa nafasi nzuri kabisa ya kuweza kulifundisha hili neno. Acha Baba mapenzi yako yatimizwe, acha ukuu wako uonekane. Acha mwezi huu wa 11 Bwana, kila atakayeweza kusikiliza neno hili ikawe sababu ya yeye kufunguliwa, ikawe sababu ya kuziona ishara zako, ikawe sababu ya kupata majibu aliyoyatafuta kwa muda mrefu, ikawe sababu ya kuona kwamba Bwana kumbe uwaga ananisikia. Tenda Bwana, onekana kwa watasa, kwa wagonjwa, kwa mabinti wanaotafuta ndoa, wanaotafuta kazi, wanaotafuta elimu, wanaotafuta uchumi. Bwana wa majeshi, vilio ni vingi, watu wako wanalia sana, matatizo ni mengi, shida ni nyingi. Baba, kila mmoja kadiri na hitaji lake, ukamjibu kwa uweza wa jina lako. Yale yote yaliyoshindikana kuanza mwezi wa kwanza Papa, mpaka hapa tulipofika tariki 7 za mwezi wa 11, wewe ni Mungu, ukatie katika namba 7. Namba 7 ni namba za ukamilisho. Baba, ukatimize kwa uweza wa jina lako, 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 kama vile ulivyomwambia Yoshua wazunguke ukuta wa Yeriko mara 7. Baba, nami ninatangaza, kwa sababu wewe ni Mungu naye kamilisha kwa usaba, ni alama ya ukamilisho. Baba, ukakamilishe kwa jina la Yesu. Sifa na utukufu hakuna atakayegusa, bali sifa na utukufu zitakurudilia Mungu wangu. Asante, maana wewe ni Bwana uwezaye kutenda mambo makuu kuliko yale tunayoyafikiri. Bwana, utukufu na heshima na sifa na virudi juu ya mbingu, maana mwenyewe wastahili Bwana. Asante kwa sababu takwenda kutenda na kutimiza. Amani yako na salama yako iwe juu yetu sote, kwa jina la Yesu tukiomba na kushukuru. Amina. Mungu wa mbinguni atubariki, neema ya Bwana itufunike. Ulikuwa nami Feza Joseph, ukitaka niite binti wa Yesu. Haleluya. Mungu akubariki. Shalom, ninakupenda. Kristo anakupenda zaidi yangu. Uwe na amani ndani ya Yesu. Shalom.